awe kwa mediator kwa kwenye issue. Labda pengine anaweza kusaidia kwa mmoja au fulani. Kule sasa sijui kama mnataka kumsikiliza kule Gen Z au mnataka kufanya up to date, kama itawapendeza, kama mtu nani mtaweza kuendelea. Sawa, kama itapendeza sana. Tuzungumze tu baadaye, haina shida. Hai. 1 second. Yake ni kiapo ambayo imeshuhudiwa na watu waaminifu, watu ambayo hawajawahi kuwa na historia ya uhalifu hapo nyuma. Kiapo ambayo inafanyika kwa either kwa mahakama, kwa majaji, na kiapo hiyo ni kiapo halali kisheria ambayo inaweza ikakubalika kwa sehemu yoyote ile, hata kama wewe peke zako haupo. Hiyo najaribu kutafsiri kwa Kiswahili, lakini nakuwa nawaomba kila mtu ambaye anajua tafsiri tamu zaidi ya neno affidavit afungue speaker aseme, kwa sababu hii taarifa ni kubwa na nataka kila mtu akuwe ananufaika na ajue nini inaendelea kwa nchi yetu sasa hivi. Sasa ikitokea mtu anajua maana ya affidavit, naomba aseme, lakini kwa lugha nifungua hapo affidavit tunaijua. Siwezi sawa kwa ni kama ni kiapo, ni kama kiapo. Kiapo cha hati kama cha hati ya nini? Ya kifo. Sio ni hati ya kiapo. Ni hati ya kiapo ambayo yule mtu alikuwa na hapa ili ikubalike akwe kwanza kwa ana kitu inaitwa police clearance. Yani ni mtu ambaye hana uhalifu kwenye yake. Na wale watu ambayo wananishuhudia peke zao na wao wanatia sign na wanakuwa wanasema na wao pia hawana historia ambayo inotambulika ya uhalifu, kwa sababu sisi sote sio kama tuko mawasafi, tuko na makosa na hiyo ni inaonyesha kwa binadamu wetu, lakini hili jambo ni kubwa sana leo. Sasa nataka nieleze kwa Kiswahili ilikuwa kitamu ambayo kila mtu atafahamu nini nasema, kwa ajili ya kumjue nini sasa inaendelea na hii vita wapi imefikia. Sasa mimi leo nimekamilisha kiapo. Nimeandika kiapo kilikuwa kina nyaraka 68. Samahani, 168 page ndio nyaraka nadhani kwa Kiswahili. Sasa nimeandika kiapo ambayo ina page 168. Kiapo ambayo iko na ushahidi, ambayo kiapo hiyo nimempelekea mtu anaitwa Tomoko Akane kwa ofisi yake. Sasa inaweza ikawa nauliza kwanza kabla sijaendelea, huyu Tomoko Akane ni nani? Tomoko Akane ni rais wa International Criminal Court. Tomoko Akane ni rais ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa. Na huyu Tomoko Akane ni raia wa Kijapan, lakini ni mjaji ni mhukumu wa Kijapan. Sasa huyu mama Tomoko Akane March 2024 alichaguliwa kuwa rais wa mahakama ya uhalifu ya kimataifa kwa miaka 3 kutoka 2024 mpaka 2027. Huyu ndio rais wa mahakama ya International Criminal Court hivi sasa. Na kwa ufupi tu ili niweze kwenda kwa point, kabla huyu mama hajakuwa rais pale, bado nyuma yake alikuwa ni judge, alikuwa ni mhakimu, kafanya kazi kama hakimu ya mahakama ya ICC tangu mwaka 2018. Alikuwa ni judge ambaye anaheshimika
jaji ambaye ana reputation nzuri na kafanya makesi makubwa, huyu Mama Tonoko. Lakini kabla ya hapo alikuwa pia huyu mama ni DPP wa nchi ya Japan. Ashawahi kabla hajakuwa anatumika kwa ICC alikuwa ni DPP ya nchi ya Japan. Ako na degrees nyingi tu za mambo ya sheria ambazo kachukua nchini Japan na degree kwa naweza kupatia mpate hii kidogo background na mjue nini hasa anazungumza. Sasa ndugu yangu, leo nimemwandikia kiapo Tomoko Akane ambayo ina page 168. Nimeapa kwamba nipo na ushahidi mkubwa sana ambayo mshahidi una vielelezo vimethibitika kwa taasisi nyingi na nitawatajia hapa. Na nimemwandikia hiyo kiapo ambayo nimetakiwa kuambatanisha kitambulisho yangu ya raia pamoja na my passport na namba yangu ya simu binafsi na email na passport size picture yangu. Nimemwambia kwamba nipo tayari kusimama kwa mahakama ya ICC kutoa ushahidi juu ya watu 11 raia za Tanzania ambayo wameweza kuua maelfu 10 ya watu. Niko na ushahidi wa emails, niko na ushahidi wa radio coil frequencies ambayo majeshi na mapolisi ilikuwa ikitumia kuzungumza Tanzania. Niko nayo kwa mazungumzo zao akitaja majina zao, na kuna watu akitaja kwa majina zao, na niko na frequency za radio coil. Mtu mmoja mwanajeshi kakiri kuwa watu 72 peke zake, na akasema anahitaji pombe. Hizo zote ziko na peke zake, yeye anajijua, huyo mjamaa anasema hivyo. Niko na shahidi pia umempaisha Habiri kaamua ili kamkalia kooni Mama Samia. Kwa kweli ya jamani, tumuombeeni huyo kijana, yaani kaamua kujitoa muhanga kwa Watanzania, kaamua kujitoa. Jamani, Abil ametolewa kwenye mtandao. Ametolewa yani amedrop pale TikTok au? TikTok anapigwa sasa hivi, nasikia anapigwa yani ma CCM wanamfanya nani yake asiingie TikTok. Kwa hiyo hapo kapigwa chini, kaondoka bila kunanili. Kwa hiyo ni network problem ya sasa, kama atarudi. Ngoja nitamsikiliza, kama akirudi nitawaunganisha. Lakini nimegoogle huyu mama ambaye anaitwa Tomoko Akane. Ni kweli ni judge, ni current judge at International Criminal Court for Japan, as well as the president of the court wa ICC. Kwa hiyo yani jamaa anaonekana yani amewashika hapa kwenye call. Na huyu Habil yuko in serious business, na ni mtu ambaye anajua mambo ya technology. Kwa hiyo hapa yuko hapa kwenye call la Samia. Ngoja tumsubirie kwanza, kama atakuwa amerudi nitawaunganisha. Asante Livu. Nilikuwa nataka nimwambie tu Enzo apitie kwenye page ya Mange. Sasa tayari nimempelekea rais wa ICC kiapo changu. Nimeapa kwa dini yangu, nimeapa kwa katiba ya Marekani, nimeapa kwa katiba ya Netherlands sababu ya raia zangu ya Marekani. Nimeweka kiapo kwa katiba ya nchi yangu kwamba niko na ushahidi na nitasema ukweli kwa kadri ya Mungu vile atanisaidia. Na peke yangu niko tayari kuitwa, kama nitapewa wito rasmi na mahakama ya ICC kutoa ushahidi wa aina zifuatazo. Kwa sababu
kupita kama mateso mengine ambazo zishawahi kupita. Sasa kwa sababu tu lengo yetu tunataka tuhakikishe hizi mambo haziji kufanyika tena kwa Afrika Mashariki, sio tu Tanzania. Sasa inabidi sisi tulipe deni kubwa, kwa maana ya kwamba tufanye kitu kikubwa ambayo tunahakikisha hizi mambo hatakuja tena mwanasiasa yeyote kwa Afrika yetu ya Mashariki kufanya hizi mambo. Nimeandika affidavit ambayo ina page 168. Nimeambatanisha passport yangu, nimeambatanisha kitambulisho yangu, nimeambatanisha email na namba ya simu, nimeambatanisha rekodi yangu ya kiuraia kwa nchi ambayo ninatambulika kama raia zao. Nimemwambia rais ya ICC Mama Tomoko Akane kwamba nipo tayari ikiwa nitapewa wito wa mahakama kuja kutoa ushahidi kabla ya kesi na wakati ya kesi na baada ya kesi. Niko tayari nije kutoa shahidi kwa mahakama kwa mujibu ya kiapo ambayo nimempelekea. Kwa sababu tu ile primitive ilikuwa haijajipanga vya kutosha na zile mauaji. Sasa wameua wakati wasikuwa wamekula mabangi na mapombe, hawajakuwa na ulinzi za kwao ya kutosha. Nimemweleza rais wa mahakama ya kitaifa Mama Tomoko Akane kwamba niko na ushahidi ambayo inatambulika kama biological evidence, na ushahidi nyingine niko nayo ya documentary evidence, na niko na ushahidi nyingine ya radio and voice communication evidence. Na bado hizo zote niko nazo, sitoweza kuziweka hadharani kwa sababu ya nature ya hijambo. Nitakwenda kuweka kwa rais ya ICC ikiwa dunia inaangalia live. Sasa ile mtu ambaye anasema mimi ni machine, mimi si binadamu, mimi si Tanzania, kesi kwa sababu tu inakuwa inaonyeshwa live. Nimeambia mahakama kwamba niko tayari kutoa ushahidi hiyo kwa njia ya siri kabla ya kuitwa, lakini ikati anaitwa ikiwa nitahitajika tena, niko tayari kutoa ushahidi huo kitaalamu zaidi kwa mujibu ya elimu ambayo Mungu amenijalia. Sasa nikupe mastori hivi. Huyu mama Abiri ngoja. Hebu wekeni kopa nyingi, punguzeni tu message saizi, tuvumilie tu message tuache. Ili nini? Ili tusikilize kwa makini. Tuvumilie tu tuache message. Maana watampaisha. Alafu na hizo lozi mnampigia ili tule nondo za uhakika. Maana ni habari nzuri kabisa. Tuendelee Abiri. Kwa sababu ilikuwa tumetoa barua, tumepeleka kwa State House, tukapeleka barua Ikulu, tukapeleka barua kwa rais, tukapiga simu kwa Ikulu kumtaka aweze kuachia serikali kara zake, lakini bado amekuwa anatangaza familia yake ikuwe mawaziri. Sasa hii jambo imebidi leo tufike tuzidi kumsukuma kwa ukuta mpaka peke zake kara zake kubali kutoka. Kwa mujibu ya sheria inatumika ICC, article ya Rome Statute ambayo article namba 69 mpaka 71, ICC inafanya rules kwa procedure pamoja na evidence. Sasa hivi mimi niko na ushahidi ambayo sitaweza kutafsiri vizuri kwa Kiswahili yake, lakini kitaalamu inaitwa ICTY pamoja na ICTR, ambayo ushahidi naenda kupeleka ICC kwa mujibu ya kiapo ambayo nimeapa iko na international legal standards. Si ushahidi ambayo inakuwa inatumika kwa macourts za Uganda na mahakama za Tanzania. Niko na ushahidi ambayo iko na international legal standards chain. Iko na international legal standards chain custody pamoja na international standard authentication pamoja na international standard forensic reliability. Hivita hatuwezi kukubali maroho zale zote
sasa zinakufa. Hatuwezi kukubali raia za Tanzania zikuwe zinauza njugu kwa sababu ya watu 11 wakuwe na raha. Sasa kwa hii habari nawapa, mniombe sana. Watakufanya yoyote naweza wakuweze kuniua, kwa sababu niko na ushahidi ambayo in a legal international standard. Kiswahili yake najaribu kutafsiri kwamba ushahidi ambayo niko nayo imekizi vigezo vya kisheria vya kimataifa, vigezo vya authentication za kisheria za kimataifa, na niko na ushahidi ambayo inahusiana na forensic reliability ya kimataifa. Inathibitisha watu 11 wameshiriki mauaji ya zaidi ya watu 10,000 kwa makusudi, kwa kutoa amri, na wanajaribu kuficha hiyo ushahidi. Sasa nikisema ndugu yangu kwamba niko na international legal standards chain of custody, authentication and forensic reliability, maana yake hii ushahidi ambayo niko nayo si kama tu imethibitishwa na watu mtu ambaye ako kawaida. Imethibitishwa na watu ambazo wanaaminika, kwa mifumo ambayo inaaminika, kwa vigezo vya kimataifa, zile vigezo ambazo duniani zinatumia kuthibitisha jambo kama ya kweli ama uongo. Niko nazo tayari. Shahidi ya kwanza ambayo niko nayo, niko na ushahidi ya biological forensic evidence. Nimepeleka kiapo, nimeapa mimi ni muumini wa Mwenyezi Mungu na namuamini Mungu. Nimeapa kwamba niko na ushahidi ya biological forensic evidence kwa watu waliohusika na mauaji iliyofanyika Tanzania. Niko na ushahidi ya damu, niko na ushahidi ya salivia, niko na ushahidi mpaka ya nywele. Tuko na ushahidi kafupi ya DNA evidence. Tuko na ushahidi ya fingerprint evidence. Tuko nayo kama watu walikuwa wameleta masilaha na vipi masilaha zimetoka. Tuko na ushahidi ya ballistic na weapon residue evidence. Tuko nazo ambayo tumekula kiapo, tuko tayari muda yeyote kwanza sasa. Raisi Tomoko Akane akiniita, nitaapia pale. Niko na ushahidi ya autopsy and medical forensic evidence. Niko na ushahidi nyingine ya mass grave forensic examination ambayo inaonyesha mapicha ya watu walikufa kwamba ni binadamu za kweli na haijakuwa edited. Niko na ushahidi ya documentary evidence. Niko na ushahidi mbaya zaidi ambayo hizi watu 11 hatakuja tena kuona jua inatoka vipi, itakufa jela. Niko na ushahidi officially ya communication ambayo iko nazo ma emails, niko na diplomatic notes, niko na internal memos, niko na military radio logs, na majeshi ya Tanzania inajua kama hizo vitu sasa niko nazo. Shahidi nyingine, niko na identification documents, niko na majamaa ziloletwa, niko na military IDs zao zimetumika na mauaji, kwa sababu ile watu ambayo wameona wamevaa uniform inatoka kitengo cha intelligence ya polisi ya Tanzania. Tuko na military ID zao na nani kawapa hiyo amri. Tuko na ushahidi ya victims ambayo hii naamini ndugu zangu mtakuja kunikimbia, wale ambazo watu wameteswa na wameuliwa ndugu zao wakihitajika kuletwa hapa kwa ushahidi. Mbaya zaidi inanifanya nikuwe na very confidence kama hizi jamaa zinakufa jela sasa. Niko na ushahidi ya map pamoja na satellite imaginary. Niko na ushahidi ya GPS data zilofanyika makao makuu ya usalama taifa pamoja na kwa jeshi, ambayo imeonyesha movement of troops ili majeshi na mapolisi kwa inatoka na silaha, na location of attacks ambayo ilikuwa ikiongea kwa radio frequencies ambayo ziko nazo, na nimewatachi leo majeshi tayari wameona kama kweli niko nazo. Ndio maana tukakuwa na nguvu ya kuwapigia simu. Sasa
Sasa hii ushahidi ambayo niko nayo ya maps, satellite imagery pamoja na GPS data ndio ilomfanya ilitumika kwa investigation ya Darfur, ikafanya yule mjamaa akakuwa majela. Tuko nayo tayari. Mbaya zaidi, niko na financial record ambayo za watu ilikuwa na manyumba ilikuwa inatumika na mapesa ambazo Rastam Aziz, Bwana Abduli, na kuna mjamaa mmoja najua hamwezi kutegemea kama utafuteni kwa picha, anaitwa Omar Haji Heri. Ni mjamaa wa Zanzibar ambaye hamujawahi kumtaja, kahusika na mauaji haya. Niko na ushahidi yake ya wazi kupitia radioactive frequencies. Anaitwa Omar nani? Haji Omar Heri. Kachaguliwa na rais, every time unamkuta na Samia anaitwa Haji sio Haji Omar Heri, anaitwa Omari. Nitawekea majina yake hapa nikifungua hizo file. Okay. Haji Omar Heri hivi itaisoma uzuri. Niko na shahidi nyingine ya radioactive ya Bwana Waziri, na hizi kidogo nitawatajia. Okay. Mbaya zaidi, niko na audio evidence ya radio, voice pamoja na frequency signals ambayo iko na military radios, walkie talkies ambayo ilikuwa inatumia wakati wamezima data, wao walikuwa kitumia, na VHF na UHF system, kwa sababu ile wamezimia watu mawasiliano, wao wakapata nguvu. Tayari tuko nazo. Tuko na voice recordings na radio frequency, kwa sababu tuko na radio frequency intercept ambazo tumekuwa tukizifanya. Sasa tumeziweka kwa salama. Niko na mobile phone audio and metadata ambayo nimewaambia mwanzo kwamba hizi mambo zote ziko na international standards shahidi yake. Metadata ambayo inaonyesha GPS cells tower pamoja, kwa sababu hawa jamaa kumbe wakati imezimwa communication, kuna watu maalum zilipelekwa namba zao TCRA na masimu zao wakakuwa wao wana mawasiliano ya moja kwa moja bila ya kuzima, hata kama internet hakuna, wao wakawa naongea. Tuko na voice of the WhatsApp. Tuko na electronic digital evidence iko pale. Tuko na CCTV footages za kwa maduka ambayo mapolisi imetumika kufanya hizi mauaji. Tuko na social media evidences. Mbaya zaidi, tuko na testimonial evidence tayari. Sasa kwa msaada ya majeshi ya Tanzania tumepata physical evidence ya weapon ilikuwa inatumika na pamoja na shell casings. Shell casings maana yake ile silaha ilikuwa inapigwa, inakuwa kitu yake inadondoka, ile case inadondoka. Tuko nayo, tumeonyesha nchi gani imesajiliwa, inaonyesha, kwa sababu ukikuwa na case iko namba ya usajili ambayo inaonyesha ile silaha imenunuliwa wapi, kwa leseni gani, na imetumika nchi gani. Tuko na shell cases, iko nayo tayari. Tuko na cyber pamoja na computer forensic evidence. Tuko nayo tayari. Na hizi mambo zote nimeambatanisha kwa kiapo yangu ambayo nimepeleka kwa Tomoko Akane. Nimeambia kwamba kile kiapo ambayo nimefanya ilikuwa na page 168 kwa sababu tu hizi vitu zote ambazo tumeweka. Sasa ndugu zangu, sasa hivi kwa sababu tu nimethibitishia jeshi la wananchi wa Tanzania kwamba niko na hizi mambo, na kwa sababu hii mambo iko haiendelei, tumempa nimetoa mpaka tarehe 1 Disemba kwa raha zake akuwe amejiuzulu bila ya hizi mambo kukua mbaya zaidi. Kama rais atajikuwa na danganywa na mawatu, naomba aongee na viongozi wa majeshi wamuoneshe hizi taarifa ambazo nimepeleka tayari kwa jeshi la Tanzania kuambia niko nazo. Labda kidogo ataweza kumweleza kwa nguvu mara ngapi hii jambo ni hatari na tuko serious nayo.
ataiweza kuiacha ikuwa imemalizikia hivyo, kwa sababu amekuwa na kiburi ya kuonyesha kwamba yuko tayari hata kama tukikuwa tunamshtaki anambona bwana Haji Omar Heri, kama iko tunamshtaki hasitoke kwa nje ya nchi, tuko na mfumo ambao tutamkamatisha na tutampeleka ile sehemu anatakiwa afike. I promise you. Ile watu wanataka kunijua nani watajua hii mambo hivi inakwenda. Sasa leo afadhali moyo wangu naanza kutulia. Oye bwana chao, big chao. 10,000 Mungu na kaangushwa tena. Lakini I don't know. Yani nasikiliza hapa na kuwa shake na kuwa very nervous. Yani Mungu amlinde huyu kijana. Kwa sababu hizi evidence kama anasema ni za kweli, anatakiwa kuzisubmit immediately. Anatakiwa hizo evidence. Yani ziende sasa hivi. Yani kila Mtanzania ziende sasa hivi. Kwa sababu kisha submit tayari, kisha submit. Yeye hujasikia amesema amesubmit kwa huyo mama. Sema nanilia amekiapo. Au ndo amesema kiapo, lakini na evidence zote ameattach, ndio maana page ni 168. Okay, now understand. Mimi Tanzania ametoa kiapo ya nanili. Kwa hiyo kumbe amezisubmit hizi nanili evidence. Jamaa yuko vizuri. Hebu ngoja. Yani huyu ana elimu ambayo yani elimu ya kinini, sijui elimu ya namna gani. Huyo chao ndo anaharibu. Unaweza ukao na chat na mtu mjui elimu yake. Mungu mkubwa. Achomoki. Yani kwa hizo nondo. Nakwambia huyo chao mshikaji wako huyo soma hatari. I say hii kitu muhimu sana, tujitahidi sana hizo replays zisikutike. Hii kitu ni muhimu for us. Inabidi yani tuangalie, tuchungulie. Udogo mbongo. So mwanzo na mimi jamani niongee kitu. Naongea sana, ngoja na mimi niongee. Okay, ongea. Endo tena sio nani Christina. Kwa kwanza wanazungumza nani? Christina. Christina ongea. Walianza kumkataa. Mimi nikawa sielewi. Kwani tusimpe chance mwanzo kabisa? Waliona kama atatuchelewesha, waliona kama nikasema mara ya kwanza tuliingia barabarani tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana na tumetingisha Tanzania mpaka dunia nzima, na wenyewe hata hawakutegemea kama watu wangetoka vile kwenye maandamano, lakini walipaniki wakatusababishia vifo vingi sana kwa vijana. Sasa hivi tuende na staili nyingine ambayo huyu kaka amekuja nayo Abili. Mwanzo watu walikuwa kama vile, nafikiri sasa hivi watamuelewa. Sio hapa, sio nani grupu hili hapa, ni grupu nyingine. Na leo hawako, natamani wangemsikiliza hivi Abili. Of course sasa hivi wanamkubali hii wenyewe naona wangenyosha mikono. Mungu amlinde. Sasa swali linakuja, kuna uwezekano wowote apewe protection kama Mange? Nasikiliza Christina, Abil kama Abil anafanya kazi kwenye security intelligence fulani, na ndio maana ana access ya vitu vyote hivi, unaona alafu yani is well equipped when it comes to the knowledge ya security, cyber, na ana access na vitu vingi tu, na ndio maana ameweza kuaccess hivyo audio evidence wakiwasiliana na nini, pictures za hiki na kile. Kwa hiyo yani kidogo yuko ahead of Mange zaidi kuliko unavyoweza kuwaza, na ndio maana amelishikia bango hili lazima azae nalo. Ila Kilimanjaro rafiki yako Sama naona pale mwanzo alinitia wasiwasi, akasema naweza kuuliwa. Sasa pale mimi nikana tetemeka. Jamaa intelligent, jamaa lina akili. Mtafutieni babake jamani. Andrew sio kama FSO wako Abiudi wewe. Angalia mtu anavuja na data wewe. Wewe sio kama Abiudi, atakuwa kama Abiudi Aresi. Unje bwana. Bwana, ujamaa
jamaa lakini anataka kuninyima anaongea Kiswahili sanifu kuliko si wote hapa. Tunasikitika. Kiswahili chake ni cha KI lakini kimenyooka kweli. Akosei hata neno moja. Alafu anapotiririka kama anasoma yaani hizo mtiririka tofauti na Kiswahili vyetu sisi hapa vya ujanja. Yaani licha kimenyooka sana. Alafu mimi nataka niulize huyu anasoma au anazungumza kama dogongozezi? Anasoma. Anazungumza kitu cha kujifunza sanifu kabisa. Yaani sawa, yani kama anakosea sasa hivi kumbe ndo anakosa. No, sizungumzie lugha, yani kwa jinsi anavyopangilia yale mambo, na data hii na data hii. Yaani anatiririka kwenye mtiririko ule yani. Ana flow vizuri yani kama mtu kama una kichwa maji unamuelewa vizuri kabisa. Yaani lugha ukijifunza unajua tofauti na lugha ikiwa unaiongea lugha yako kama native speaker. Huyo lazima anaonekana Kiswahili anachoongea ni lugha yake ya pili au sisi Kiswahili ni lugha yetu ya kwanza. Kwa hiyo tunavyoongea tunakichezea sana Kiswahili. Unaelewa sasa yeye anakuwa makini yani kila kitu anakitaja. Yaani unajua sisi wa Tanzania ndio Kiswahili tunakichezea sana. Lakini mtu anajifunza kama huyo unakuta anaongea Kiswahili kizuri sana. Ukimsikiliza anavyoongea unaona kama anakosea sasa hivi lakini hakosei. Kama sasa hivi atakosea anaenda hivyo. Ushabona mtu fulani unaona ataanguka sasa hivi kumbe ndo anakwenda hivyo. Ndio yeye sasa. Lakini sema kakutana na huyo chao big chao huyo soma hataki msogelee. Yaani unasema huyo hatari. Kiboko yako sama, kiboko yako. Kwa hiyo mwingine hata mprotect bwana. Mwacha mprotect hivyo chawa. Kwa hiyo live alikuwa na wasiwasi kwamba sio atakuwa anadondoshwa. Hapana, yeye yuko States, anaingia tu hiyo TikTok. Sio kwamba zitakuwa nini sio kama vile kule Bongo nini, hapana. Unaona network yake tu probably inakuwa busy jam kwa sababu mambo yake mengi. Hawezi kudondoshwa kama vile wanavyodondoshwa kule watu wa kule Bongo na nini, sio hivyo. Unaona? Na anajua anachokifanya. Ana precautions za kutosha. Leo ameshaongea na jeshi la wananchi wa Tanzania, ameshawaambia evidence ambazo anazo. Juzi mmemsikia hapa alimpigia simu yule mjinga yule, akawa mwisho akaikata simu. Mnazikuwa kubwa Kilimanjaro. Yule msaidizi wa Mulilo. Huyo wa Mulilo huyo. Mimi nipo nitaongea. Jina yako? Wewe unatokea Dar es Salaam sehemu gani? Akaulizia, bwana Dar es Salaam wapi? Akaambiwa Kawe. Akasema Kawi. Bwana huyo kapiga simu mpaka Ikulu, ananyingia kapiga simu Ikulu, mbona anachezea msikie. Tupige Kilimanjaro bwana, tupige story kwanza, subiri kwanza Kilimanjaro. Kuna moja ya Ikulu fupi tusikiliza. Ndio. Hii imerekodiwa sio nani, yani sio kama hivyo. Kweli. Jana tuliweka video ya Bwana Mulilo. Leo sasa nataka kwanza kabla tujibu maswala msikie majibu ya Ikulu Tanzania. Viongozi yake wamepokea simu, wamekubali kujitambulisha jina. Msikie peke zenu na pia tutaweka kwa mtandao kuwajulisha Ikulu rasmi kwamba tuliwajulisha kwamba juu ya maandamano japokuwa wamepinga na Ikulu Tanzania inaniambia mimi sio binadamu. Ameambia mimi sio Tanzania na mtasikia peke zenu. Pia ananiambia mimi sio binadamu. Kama mtu sijui sasa nikasema itakuwa hawa ni kweli anatusikiliza sababu wako watu wanaweka comment kwamba mimi ni AI. So mimi sio AI, mimi ni binadamu wa kawaida, binadamu dhaifu. Nimezaliwa tarehe 5 Januari 1997 ndani ya ardhi nzuri kabisa ya Tanzania. Baada ya kueleza watu Ikulu kwamba maandamano yetu itakuwa makubwa, kanambia wao haiwahusu, ni jambo ya kwenda tukatafute makibali, wakawa kidogo wababe, lakini nadhani ni mazungumzo mazuri kuyaweka wazi hapa. Kwa hiyo kwa kuwajulisha tu kwamba hawa jamaa wanajua, sasa naomba kuyaweka mawasiliano baina yetu na Ikulu Tanzania, na haya mawasiliano ndugu zangu mpaka sasa tayari tushapeleka kwa mashirika zaidi ya 6. Na mawasiliano yote haya ya polisi na mabarua, na nimewaambia ile barua waisome, nikawaomba ile mfanyakazi yani ampe simu moja kwa moja rais wa Tanzania, aiunganishe kwa desk ya rais. Akakuwa ananiuliza wewe nani uko nataka mambo hizo,
na wewe sio binadamu, unataka kuongea uongee kama binadamu. Kwa hiyo ni vizuri nisikuwe na hadisia, muweze kusikiliza ni jinsi gani hao jamaa mpaka kwa State House wamewekwa watu ma primitive. Ni jinsi gani ile mfumo ambayo nimekuelezeni juzi kwamba kuna mifumo mitatu ya kudondosha, ni jinsi gani hatutoweza kuidondosha serikali kupitia administrative paralysis kwa sababu hizi. Kaya naomba ndugu zangu mkwe kwa makini wasikia. Kweli jana tuliweka video ya Bwana Murilo. Yaani Samuel akubali mpaka atie neno. Soma bwana. Nini anaitwa ni soma Sama. Yani sasa hivi wanapiga dua huko kwa ajili ya Abil. Bwana endelea Dalivu. Wako kwenye dua. Sasa mbona simu haiendelea Kilimanjaro au ilikuwa hiyo tu? Okay, yani sijui vipi. Yani kwa haijafikia mwisho. Haijafikia, tukisikia akiongea ni kwa sasa Kilimanjaro tukisikia simu. Sababu nilikuwa nategemea kusikia simu. Nataka mambo hizo na wewe sio binadamu, unataka kuongea uongee kama binadamu. Kwa hiyo ni vizuri nisikuwe na hadisia, muweze kusikiliza ni jinsi gani hao jamaa mpaka kwa State House wamewekwa watu ma primitive. Ni jinsi gani ile mfumo ambayo nimekuelezeni juzi kwamba kuna mifumo mitatu ya kudondosha, ni jinsi gani hatutoweza kuidondosha serikali kupitia administrative paralysis kwa sababu hizi. Kaya naomba ndugu zangu mkwe kwa makini wasikia. Kweli jana tuliweka baba yenu wala mama yenu, nchi ni ya kwetu. Na baba yenu wala mama yenu, sisi baba yenu wala mama yenu, nchi ni ya kwetu. Na mwezi kuendelea kutuibia, nchi ni ya kwetu. Mwezi kuendelea kutuibia. Nadhani hiyo nani imeishia. Naam. Na sisi tuongee point mbili tatu. Simu ilipigwa lakini Killboy ukipata hebu icheze. Hata mimi nitafuta ni record nimeenda kwenye nani kupick. Nilifikia baba ameenda kwenye simu. Wewe Kilimanjaro. Kuna nani moja. Kuna topic moja mlikuwa mnaongea kabla hapa Dalivu hajatuconnect na nani kuhusu mediator huyo rais wa Malawi. Kuna vitu fulani mtetezi alikuwa anavizungumza na mimi nikaa na yangu machache ya kuchangia kidogo. Nadhani hiyo ni topic nzuri sana tuizungumze, tu discuss kama ni kweli. Hivi nani hasa aloumizwa katika hili jambo? Si Watanganyika? Hii mediation inakuja, hakuna haja ya Mzanzibari kuingia. Cha kwanza hatakiwi kuwepo sababu hamna Mzanzibari alodhurika, hamna hata mmoja Mzanzibari alodhurika. Yote alodhurika ni Mtanzania, na ukisema kwamba kuna Zanzibari wanaoka Watanganyika, kuna wa Norwegian pia wanaoka Watanganyika. Kwa hiyo wao pia kwa wale walioinuka kwa ajili ya kuitetea taifa hilo, ukawaonyeshe ulinzi, ukawasimamie na kuwatetea. Tunamleta kwako mtumishi wako, mtumishi Habili, pamoja na watumishi wengine. Unajua lile kusudi ulilowaletea hapa, ile neema uliolipa taifa hilo, ukaendelea kusimama na taifa hilo. Tunajua unakusudi na taifa la Tanzania. Tunajua unakusudi na unatembea na taifa la Tanzania. Tunajua wewe matapeli na majambazi hawezi kulimiliki taifa ulilolichagua. Ndio maana leo katika wakati tulivyokuwa tumeinama, wakati tunalia, tunasema adui yetu katumaliza, ulileta njia nyingine ya msaada na tukasaidika. Sasa tunasema kama wewe usingekuwa upande wetu, Israeli na aseme sasa, tungelia, tungegarikishwa kabisa. Lakini wewe ulivyo mwaminifu, unatuinua tena. Tutashangilia tena. Tutakapovuka, tutamwacha Farao na majeshi yake yakiwa yameteketea kwenye maji. Mfalme mwenye uweza, mwenye uaminifu, tunakuamini na hatutakuacha. Tutakuwa na wewe wakati wote. Kwa ile neema na ile kusudi ulilopa taifa hilo, kumbuka Bwana, kumbuka sadaka ulizotoa babu zetu wakati wanawasaidia nchi zingine kupata uhuru. Kumbuka sadaka alizozitoa Nyerere wakati anawasaidia wengine walivyokuwa wakiwa wakimbizi. Tunakukumbusha usisahau. Tunakumbusha sisi hatutakuwa wakimbizi kwenye nchi za watu. Sisi hatutakuwa masikini. Sisi Waarabu hawatakuja kututawala kwenye nchi yetu, hawatabeba mali zetu. Zote tunazirudisha katika jina la Yesu. Tunakataa tena. Tunasema sisi kama kizazi hiki tulikojitambua, tunapaza sauti yetu kwako, tukisema hawatatuibia, tukisema hawatatuua tena, tukitamka neema ikasimame katika anga la Tanzania.
katika ardhi ya Tanzania, katika madini ya Tanzania, katika maji ya Tanzania. Tunakuita wewe Tanzania, umeitwa na Mungu. Inuka na watoto wako, usimwache hata mmoja, hata waliokufa usiwasahau, hata ndugu zao usiwasahau. Tunaomba, tunawainua Watanzania wote kwa damu iliyoko ndani yako, ya damu ya Yesu. Tunawainua wote walio hata wale wanaoogopa, tunawainua tena na kuwaita kwako tena, tukisema kila mmoja atasimama na kusema, Tanzania ni nchi yangu, sitaiacha iangamie. Tanzania ni nchi yangu, sitaiacha iangamie. Sitawaacha watu wauawe, sitawaacha waonewe. Tunakuomba Yesu, kasimame na malaika. Tunawaambia malaika wa ile nchi, msikubali mtu aondoke mpaka ahukumiwe kwa hukumu inayostahili. Akasimame kwenye hukumu inayostahili, akapokee kile ambacho kinastahili yeye kupokea. Tunakuambia Yesu, usikubali watesi wetu wakale tena wakaishi vizuri. Tunaamlisha ile anga ikawakatae, ikawaache kwa fitina yao na kwa uzalimu wao. Nao hivyo hivyo Bwana Yesu, geuza panga lako, wanyoshe, wafamize, wateketeze, usinyamaze. Tunakushukuru Bwana Yesu na tunasema asante tena, na kipindi hiki tukiendelea kukwambia asante, na tukijua kwamba ushindi wetu umekaribia, na tunaweka ulinzi kwa wale wote ambao wanatakiwa kutusaidia, ukawalinde. Tunajua adui ana njia nyingi za kutaka kuwatafuta, lakini wewe Bwana Yesu utakuwa pamoja nao, utawalinda kama ambavyo alimlinda Daudi akamua Goliati. Tuna Goliati wetu yuko mbele, Daudi wetu kasimama. Ni kombeo tu. Jamani, wanaendelea kuomba, wanamsubiri nani hapa? Huko kuomba tutaki kusikiza sawa kuomba. Matuongea mengi tu mengi. No, lakini Kilimanjaro turudi kwa swala la maliziano bwana, watajua utapigwa kofi na Mungu. Tunafanyaje hapa Jamaa katupa nani kwa Abili atakiwa ambie kwa chipiti ya rangu huyo ulivyomwona Tomoko Akane huyo. Nimemwona Tomoko, mimi nimemgugo, yani pale Albina na Tomoko Akane, dada mmoja akijaa penga huyo. Tomoko Akane. Tumempelekea ndugu zetu. Mimi naomba kuuliza. Mimi niko nataka kuuliza muda mrefu. Kilimanjaro. Sikaka naomba nikuingilie kidogo. Kilimanjaro ulikuwa unaongelea maridhiano kwamba Wazanzibari wasiwemo. Sasa hii maridhiano hata kama wakichagua Watanganyika na nani, wanaridhiana na nani? Wakati waliokufa mpaka sasa hivi hatujajua idadi, miili hatujazika. Watu wakishakubali maridhiano, Chikaka, mimi naona hivi. Watu washakubali maridhiano na kuna mediator amekuja. Watu hawajakubali. Huyo nani Chakwera ndo amekuwa unajua nikwambie kitu kimoja. Kukubali si ndo naweka conditions zako kwenye hiyo, kwa sababu unaposema kukubali maridhiano sio kama maliza, yani kuna process ifanyike. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tutajua pande zipi na pande zipi. Yeye mediator atachagua upande ambao umeonewa na upande ulionea. Uwezi ukachukua watoto walionewa au ukachukua watoto walionea. Yaani kuna upande fulani uwe mediator anapokuja, mimi maana lazima kuna pande mbili. Uwezi ukaita maridhiano wa upande mmoja. Yaani kwamba sisi kama taifa ni taifa moja, yes, lakini tumekoseana. Kwa hiyo tunatumjua alitukosea nani. Ndio swala la msingi linapoanzia hapo. Kwa hiyo akija maana yake tutamjua tunamkosea, kwa sababu kila mtu anakataa kutuonyesha kama ndio alitukosea. Rais hajawahi kusema kama mimi nimekosea. Tunazungumza tu sifu kuna upande mmoja tu aloumizwa, lakini aloumiza kajificha sehemu, sio kajificha wapi. Kwa hiyo sisi watakapokuja kutuonyesha kwamba upande uloumizwa wako wapi, tuonyesha vikono juu. Upande waloumiza nao inabidi pia uwepo kwenye hiyo maridhiano. Sasa ukishakuwepo ndio upande ule ndio tunakuja na conditions zetu sisi. Kwamba sisi ndio tuloumizwa. Sisi ndio tunatakiwa tuombwe msamaha, lakini so far hatujaombwa msamaha. Kwa hiyo tuumiza wanatuonyesha kwamba wale jamaa walovaa masoksi wakatulia ndugu zetu ndo hawa. Umeelewa? Yaani kuna kitu mimi bado kinani confuse na ni Kilimanjaro. Yaani kwamba ndio wamesema vizuri, lakini ni nani hao? Okay, ni nani? Ni wanasiasa, wafanya biashara. Yaani ni nani wanashirikiana na mimi huwa nachambua hizo kwa picture na video na kwa naziona zaidi ya mara elfu kwa siku moja. Nimekutumia picha na kuomba sana hiyo picha iweke big screen ili kila mtu akwe anaweza kuiona. Huyo ambaye anaweka big screen sasa hivi Kasama ni mtu ambaye baada ya wale watu kwa wengine wamekamatwa wazima wakiwa wameandamana, alichukua bunduki
akawapiga risasi kwa chumba tu wamekamatwa. Huyu jamaa ambaye namweka hapo, tuko na ushahidi yake. Anapiga watu, anaua watu, ili wamekamatwa watu, anataka kwa kushtakiwa. Aliua watu nyingi sana. Kuna majeshi, kuna mjamaa alikuwa nyuma yake. Kashangaa kama huyu ni mjamaa au ni mtu gani. Huyo sasa ndiyo hiyo Haji Omar Heri. Sasa kabla sijaendelea, na kuomba sana kaka Sama uko nani nitumie kwenye ile simu nyingine. Jamani, kuna taarifa tu nione kama itakubali. Kuna taarifa hapa mtaka kuisikia jamani, taarifa moja imekuja hapa. Ngoja niangalie. Wewe usikize Abili kwanza maliza tutakuja nani. Unaweza kaendelea kuongea, mimi na icheki mara moja, nitaweka kivuli kidogo kama dakika moja tu. Kwa unaweza kuendelea kuongea. Nasema Abili unaweza kaendelea kuongea. Okay. Tunaisubiria hiyo picha ya huyo jamaa. Abili, are you there? Niko hapa. Sasa kazi nilikuwa naomba kwanza kujua kama ile mazungumzo ya mwanzo kuna mtu yote ameweza kurekodi japo kwa message kidogo akwe anijibu kama kurekodi. Naomba unipe break kidogo, siko na uweza kuongea. Take a break. Jamani, wakati Abili kuna mtu ambaye ameweza kurekodi nani? Machozi umerekodi Wow, fantastic. Shukrani. Huyu ndio ambaye nilikuwa nawaonesha huyu bwana. Natumia huko kwenye WhatsApp. Huyo ndio kaongoza mauaji yote huyo. Huyo jamaa aliongoza. Wamenishusha nani? Instagram. Huyo mzee mwenye suti ndo wamemposti huko. Umemuona huyo aliongoza mauaji ya Raiki? Ndo anaitwa Haji sijui nani. Haya mtaje. Jamani, mkienda kule kwa Mage Kimambi lazima ulie. Mimi nimetoa machozi. Haji sijui nani. Huyo hapa anaitwa Kim 26, anasema amerekodi. Kim 26. Machozi utanitumia na mimi. Umemposti wapi? Nani guys, nilishusha. Live. Mnamuona huyo ambaye umemposti wapi? Wasema umemposti wapi? Kwenye WhatsApp group kule. La moderators au? Huyo ambaye kwenye shida kuna magrupu ya moderators ya WhatsApp matatu sio mawili. Ngojeni napostia kule kwenye. Kwa nini msitume kwenye group ya kawaida ili tuone wote? Ngoja nakutumia natuma ngoja. Msitume hilo la pekee. Chikaka na mtu anatumia Chikaka. Ngoja natuma. Mimi kwenye group utatumia. Tanzania ku. Hiyo hapo jamani. Hiyo hapo. Huyo mwenye kusema host Sama ndo huyo ambaye ameongoza grupu la mauaji ambayo according to Abil anasema. Mmemwona? Umeposti wapi? Kwenye grupu la sauti za Watanzania. Mimi sipo huko. Haya, ngoja nimposti hapo kwenye ngoja ni change profile. Labda ndo wote tutaona kwa pamoja. Rembo hapa. Huyu hapo. Sijui kama ataonekana. Huyo babu huyo kumenye kuhost ndo huyo baba ambaye alifanya mauaji wanasema. You are talking about Abdul. Simba. Habili ndako ujikaze kwa sababu kuna watu wanakusubiri hapa, jikaze bro. Tunatamani tuendelee. Yuko emotion. I know it's hard. Kwa nendeni kwenye page ya Mange mtatoa machozi. Hizo file inakuwa tuikamilike. Kuna jamaa mmoja alikuwa Haji Omar Heri.
ndio ambaye the killer anaitwa Haji Omar Hari. Mpemba huyu. Huyu ndio yule Mpemba. Ndo Mpemba huyo. Ndo Mpemba huyo. Mtuambie kwamba hatuna sababu kweli ya kulalamika. Maana polisi watu kisema wanapopiga watu, yani imagine ndugu yako anapigwa vile anakanyagiwa kichwani. Mwingine amepigwa ameshakufa bado anazidi kumpiga. Ndio katili wa namna gani? Alafu ndio vitu na nchi ambayo salama. Mtu keshakufa eti bado wanampiga, eti mtu ameshakufa bado wanampiga. Kweli? Walikuwa wanaburuza maiti barabarani, wanaivuta, wanaipiga mateke na polisi shezi. Ndo huyo baba ndo ameongoza. Sasa ndo mtu huko kwa wenzetu. I don't know bro. It just so manili. Tuendelee, tunamsubiri kwanza huyu jamaa kama yuko emotion naye. Huyu nani Habil? Yuko emotion. Mambo Olivia anapelekea hiyo tarehe 9 hiyo ikane mbali sana. Mwenyewe nimetoka kwa Mange sasa unaweza toa machozi. Ni kupinga tu, haijalishi nani anakaa pale. Hata Lissu akikubali leo tutakuwa tupinge kwa nguvu. Hakuna maliziano na wauaji. Hapa ni kutoka tarehe 9 hiyo watu tukawashe moto basi. Hapa ni kupushi tu agenda ya D9 basi. Maliziano hata aje Yesu sasa hivi ni ushenzi na usenke mtupu. Kabla kukana wauaji washenzi hao. Nendeni kule mkaangalia mauaji yanofanyika. Alafu ndo tukakae na hao manani. Jamani, this is not normal jamani. Naomba wacheze clip moja hapa. No, Kilimanjaro. Mbona no, unatamani kaka. Mimi hamna clip ya kucheza. No, kaka Kilimanjaro, it's just kuna watu wanataka kuomba wanaongea Kilimanjaro ndugu yangu. Ndio mchezoni. Zingua leo. Unajua hiyo. Moderator, kuna watu wanaomba kuongea hapo juu. Wameomba endeleeni akianza bill nitawaconnectisha kwa sababu I think this is very disturbing kwa kweli. Hata mimi mwenyewe nimeenda kule Mange ni disturb my nani. Very disturbing. Wanaofili kuongea jamani, fungua mic ongea. Kaka easy. I would just say bila uwajibikaji nothing we can do here. Sasa mnaongea wawili hata tuwasikie. Jamani moderator angekuwa na control. Ndio nimemruhusu mtu aongee, nimemruhusu ndugu yangu afungue mic, mwingine aongee. Kila mtu anafungua mic. Okay, ongea ndugu yangu ambao utakuongea sasa hivi. Go ahead. Sawa kaka. Mimi nilikuwa nichangie tu kuhusu hilo swala la maridhiano. Ni kwamba kama tunavyojua Mchimbi alivyotumwa Kongo ndo alienda akaomba hayo maridhiano huko. Ndo maana huyo Chikwere akachaguliwa kuja kufanya hiyo ndo wanaita maridhiano. Lakini lazima sisi wenyewe tufikirie kwamba tangu mwanzo hao watu walikuwaje, kwa sababu maridhiano yaliombwa siku mingi wakavimbisha kichwa na kiburi. Na kama mlimsikiliza Dr. Slaa siku moja, sijui kama mlikuwa kwenye hiyo room, alisema kwamba alikana Mchimbi kabla ya uchaguzi ndani ya masaa 6 akimshauri kuhusu maridhiano, na Mchimbi mwenyewe akamwambia hatuwezi kuingia kwenye maridhiano kwa sababu na uhakika chama changu lazima kitashinda. Hayo ndo majibu ya Mchimbi huyo. Sasa twende kwenye huyo aliyechaguliwa Sultan Chikwere. Huyo Chikwere aliyechaguliwa, kwanza tujiulize anafanya maridhiano na nani? Kwa namna gani? Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria kwa mawazo yangu madogo tu, labda kwa ujinga wangu nilionao kichwani, kwamba maridhiano yangekuwa ya maana kama tungeanza kwanza na uchunguzi kwa hayo yote yaliyotokea. Tujue kwanza waliokuwa wanateka watu ni wanani kabla ya uchaguzi, walio Tanzania kuanzia tarehe 29 ni wanani na walitumwa na nani, na ni kwa nini ilikuwa hivyo. Hayo yote yakishawekwa mauaji nyingi sana, na huyu ndo engineer ya kikosi ya majeshi Zanzibar inaitwa Zombies. Huyu ndo engineer na ndio mtu ambaye amekuwa ameifanya hiyo kikosi inaitwa Zombies. Huyu mjamaa amefukuzwa Zanzibar na rais wa Zanzibar kwa sababu pia alitaka kufanya mauaji ya rais. Hizi ni taarifa ambazo hakuna
artist ambaye anaweza akakanusha huyu mjamaa. Na waomba sana tafuteni yote ya Zanzibar, watakuwa kwa naweza kumjua mastori yake. Huyu mjamaa ana utajiri hakuna mahesabu zake. Akapeleka mapesa nchini South Africa na amenunua majumba nchini South Africa. Rais mpya ya Zanzibar ikakuwa hataki hata kwa jina yake aisikie huyu jamaa. So baada ya kuwa hataki kwa jina lake kwa inakuwa inasikiliwa, huyu jamaa akawachwa. Sasa huyu jamaa inasemekana pia jambo ambayo sikuwa naiamini, lakini jambo ambayo niko nayo na ushahidi kwa maelezo kama vile ambazo habari ambazo amewapa, anatumia nguvu za kiza pia kutoka Nigeria. Ni mtu hatari sana kwa taifa yetu kuliko mtu yote ile ambaye wewe peke zako unamjua. Ukisikia mastori ya kina Paul Makonda za kina nani, huyu mjamaa ni another level. Kafanya majaribio ya kuua rais. Sasa huyu mjamaa baada ya hizo mastori kufanyika, kama hiyo haitoshi, na kama unaona mimi habari na wapa si hazijakuwa vizuri, naomba mkasome. Kameua mtoto wake ya kumzaa peke yake kwa mikono zake. Mwanaye ambaye kumzaa kaua kwa mikono yake kwa sababu tu ya kukua awe kiongozi na kwa sababu ya nguvu zake za kishetani anazotumia. Naomba sana hii jambo msikuwe mnaamini maneno zangu, tafuteni mastori ya mtu ya Zanzibar, mtakuja kuthibitisha nini nawaambia hii story. Ameshiriki mauaji ya mtoto yake kwa mikono yake peke zake. Huyu mjamaa ni the most notorious mtu kwa historia ya Tanzania, haijawahi kutokea. Sasa mjamaa akawa anamwambia rais wa Tanzania kwamba watu ya Tanzania ya Tanganyika itakuja kumuua kwa sababu Tanganyika haikuwa inamtaka kiongozi Zanzibar. Kwa hiyo mimi wewe unanichukua kwa ajili ya kusaidia kuongoza. Ndio akapata hiyo sehemu ambayo ameteuliwa right now kama mshauri wa rais. Wakati wa uchaguzi alikuwa hatembei tu na pistol, anatembea na machine gun ambazo ameua dozens ya watu vijana ambayo tayari zisha surrender, vijana ambazo zimekuwa handcuffed, ziko na pingu. Aliyemimina machine gun, majamaa wa majeshi wamemwogopa, wakasema huyu mjamaa sio mtu ya kawaida. Zile majeshi ambazo zilikuwa kwa makosa mauaji na everything, peke zao zimeogopa kitendo ambayo huyu mjamaa anafanya. Anaitwa Haji Omari Heri. Kuna watu hapa chini kwa comment anasema ako na ushuhuda yake. Naomba hiyo mtu aombe atuambie kama hizi mastori naambia ni za uongo. Huyu mjamaa ameua mtoto yake kwa mikono zake. Huyu mjamaa kumpeleka mahakama ya ICC si kitu peke zake inatosha. Huyu mjamaa anatakiwa afikiwe kabisa, alipe ile jambo kwa amefanya. Assalamu alaikum. Hello? Karibu brother. Karibu, tunakusikia. Okay, Nuru. Yep. Niliwahi kukutafuta kama siku 4 nyuma, unakumbuka? Yeah, lakini hatukuweza kuongea. Nilikupa lakini information zote kuhusu jamaa before Habil kutoa taarifa. Yeah, exactly, nakumbuka. Yeah. Ukunijibu chochote, ulinijibu chochote kwa sababu nilikuwa na collect information. Okay, mimi ni mtoto wake ambaye baba yangu mimi alimpiga risasi mbele yetu kisa madaraka huyo. Abile, huyu bwana alinipa hizo taarifa bwana. Sema nani ndio nilishindwa kuziprocess kwa sababu nilikuwa nataka kupata information kamili. Mimi nimekimbia kwa sababu alinichukua kunilea. Nilikimbia, niko nje. Ila siwezi kuongea sana kwa sababu kuna watu chini wananifahamu. Nitafute Nuru, kila kitu nitakwambia.
Ndugu zangu, kitu ambayo bila kuja kuongea hapa, nitakuwa nimemweka Mungu yangu mbele, na mimi ni mtu namwamini Mungu sana. Taarifa ambazo nimewapa leo ni taarifa ngumu sana, na niko na ushahidi nazo ambayo tayari nimeapa kwa maandishi, kwa ushuhuda, na nimeipeleka kwa rais ya ICC kwamba niko tayari kutoa hizo maushahidi ambazo mwanzo tayari nimewatajia. Achana na mastori za majeshi na mapolisi zile umesikia. Kama mumewahi kusikia kuna majeshi imeletwa kutoka Zanzibar, huyu jamaa alibunikia rais kwa majina kama niletee mjamaa huyu na huyu na huyu, kwa sababu huyu ndo amewatrain hizo majamaa. Huyu mjamaa hajulikani kwa sababu kwa sababu si mtu ambaye peke zake anakuwa anajiweka mbele. Huyu mauaji alikuwa kayafanya Watanganyika, hata kesho kama mnaweza kumfikia, hii ni jambo Mungu anafurahia sana. Watu walikuwa kwa yeye sio watu ambazo ziko na majiwe, sio watu ambazo ziko barabarani. Ni watu wamekuwa wameshikwa, wanataka wapelekwe kwa mapolisi ili sababu tu ikuwe wanashtakiwa kama zile majamaa nyingine. Yeye kasema no, hizi jamaa ni acheni vipike zangu. Ameweka machine gun, akazipiga marisasi, kaziua kama hiyo video na Jamani, this is more emotion. Kaka watu maskini na ameshindwa kuendelea. Kwa hiyo niko very sensitive. Hii issue kwa kweli. Okay, ngoja tuangalie kama amekuwa amerudi. Oh my God, I need to kill somebody. Yani kafa anatembeza kwenye vichwa tu. Yani huyu Alafu the funny, yani I don't know, I think sijui kama mmeiona zile clip za Mange Kimambi kule ambazo wamezipost. Yani wamewapiga sana, yani Dalivo sio kuwapiga, kuna mwingine ni kishapigwa risasi, ni kama anakufa, kadondoka kwenye mtaro, wanavuta mwili wake, wanautupa barabarani, wanaupiga mateki, wanamburuta barabarani. Jeshi la polisi hiyo video ameposti Mange kule. Maanithi ya tarehe 9 ndo mwisho wao. Kwenye group letu tulitumiwa hizi taarifa za huyu jamaa kabla ya uchaguzi. Ni kwa sababu tu tulikuwa tupay attention. Huyu jamaa anazungumziwa. Huyu Amiri huyo sasa yes. Mange alishamposti muda. Sikiliza. Eleza mengi kuhusiana na mpango Boni Online TV. Haji Omar Heri ameeleza mengi kuhusiana na mpango wa chama cha ACT Wazalendo kugomea uteuzi wa Rais Hussein Mwinyi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Bwana Haji Omar Heri amesema kuwa mamlaka ya rais yanampa nafasi ya kuteua watumishi, na Bwana Thabiti Faina ni mtumishi ambaye kisheria amekidhi vigezo vya kuteuliwa katika nafasi ya utumishi wa juu wa umma. Haji Omar Heri ameenda mbali zaidi na kusema swala la uteuzi wa Bwana Faina na wao ACT Wazalendo kujitoa katika serikali ya umoja wa kitaifa hayana uhusiano wowote, sababu sheria imeshatungwa na inazungumza yenyewe na madai ya ACT Wazalendo kuwa ndugu Faina alienguliwa wagombea wao si halali, sababu wagombea wao walienguliwa kisheria, hususan baada ya uteuzi wa ndugu Idarus Faina kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi wa Zanzibar. Kwanza hili jambo halipaswi kujadiliwa kwa sababu ni mamlaka ya uteuzi ni mamlaka ya rais kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 84. Lakini ndugu Idarus Faina ni mtumishi wa umma. Jamani, tujadili huyo muuaji huyo. Na kwenye suala la utumishi wa umma kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma namba
Ndio wewe jamaa mwenyewe, lakini sasa ndo kama mnavyosema. Kili au sio ICT au uliowacheza hapo? Bora kama ICT. Kwa hiyo mimi bado ni mwakilishi wa wananchi wa Miengo Sita. Na kwa nini? Yaani iko hivi. Jamani, tunatoka ile tarehe 9 au hiyo Amiri tutakutana naye mtaani huko. Huyo jamaa yani hizi clip zake ngoja niwatumie, labda kila mtu aangalie mwenyewe YouTube. Yaani huyo jamaa watu walikuwa wanatoa faili lake kabla watu wanamjua. Kuna Wapemba wanafanya sherehe alivyokosa kupata uwakilishi huko kwao. Akaondoka. Yaani Alpha alituma alishare hii Alpha kwenye group letu. Ni kwamba kwa sababu sisi tulikuwa tupay attention. Kuna hii hapa clip watu Mbatu wanashangilia wako nje kwa sababu unaona hapo ni vijana ambao na pamoja na watu wazima ambao wameshapata futari kwa ajili ya sherehe ya kuondolewa bwana Haji Omar Heri, ambapo kwa kipindi kirefu watu wa Jongoe walikuwa wanalala porini. Kutokana na hayo, leo wameona ni siku adhimu ya kufurahi, na pamoja na yote lakini bado wanaendelea kulala porini kwa sababu siku ya kukabidhi ofisi bwana Haji Omar Heri haijafika. Kwa hiyo wasiwasioni kwamba bado kuna uchungu wa vikosi ambao wanaweza kuja kuvamia. Unayoona hapo mbele yako ni baraza ya bunge ambayo imetayarisha shughuli hiyo. Hiyo ni kwa ajili ya watu wa Jongoe wote. Watu wa Jongoe leo wana furaha kubwa. Na bado unaendelea kualikwa wakati wa mchana. Utakuwa na shughuli maalum ya chakula cha mchana kwa ajili ya furaha ya kuondolewa bwana Haji Omar Heri. Huyu ni mtu ambaye kwa kipindi kirefu amewadhalilisha sana watu wa Jongoe. Kwa hiyo leo wamekuja rasmi kwa ajili ya kuja kufurahi. Na muziki unaosikia hapo ni muziki wa Kiarabu ambao unawatumbuiza vijana, wazee pamoja na watoto. Watoto wa shule pia wamekuja kwa ajili ya shughuli hiyo. Karibuni nyote ambao mko mbali. Wewe fikiria kitu kimoja, huyu mtu kwao kijijini kwao huko kwao alikuwa anawaua kinoma. Yaani hii video watu wako kibao, yani kama bonge la harusi au maulidi, wanasherehekea tu jamaa kuondolewa hivi. Kawaua sana. Ili dokumenti yake limetumwa hii kabla ndio maana nilikuwa naitafuta na scroll naitafuta, imetumwa kabla hata uchaguzi. Watu walikuwa sema katika watu hatari ni huyu jamaa. Anaendelea kama mtapenda. Endelea. Livo hatusikii kitu. Na nisikia saizi? Sasa labda hiyo kidogo mtaweza kufahamu nikiambia huyu jamaa hakuna historia kawaiko, hakuna mtu kajua kaweza kuondosha historia yake kwa nchi zetu ya Tanzania juu ya mauaji na ubabe na ukatili aliokuwa nayo. Kila mtu hata kwa Ikulu kabisa amekuwa jamaa anamuogopa. Huyu jamaa kama hiyo kiapo ambayo nimeiweka kwa rais ya ICC ilikuwa imebakia step ndogo sana amuue. Kuna mama moja aliwahi kuwa, hii ni habari mbaya sana hata kuiongea, aliwahi kuwa msemaji ya Ikulu akifanya kazi BBC. Kidogo tu ilikuwa namjua huyo dada. Anaitwa Zuhura Yunus. Huyu jamaa ni mtu hatari sana. Alitaka ina maana basi anatumika kwa rais sasa, kama ni hivyo rais anamtumia. Huyu jamaa ni mtu peke zake ambaye rais anakuwa anamuamini juu ya masuala ya ubabe, kwa sababu ile jambo yoyote anataka kufanya right now anafanya na anajiamini inakuwa hivyo. Ndio maana Zuhura walimfukuza pale. Ili kuondoka pale ilikuwa ni jambo njema kwa kazi zake peke yake. Ni jambo bora kwa historia haijawahi kutokezea. Huyu jamaa anaua polisi. Ile inamzuia wewe
namwambia hii majamaa tunapeleka mahakamani, kapasua polisi. Hii polisi haitaki kusema kama ziko watu imeuliwa. Huyu anaua polisi ya Tanzania kwa sababu tu anamwambia hii mwa vitu tumekamata tunapeleka court. Kaua mbele za watu, mbele za majeshi. Hakuna mtu anasimama kusema kitu. Hii live leo ni ngumu sana kuendelea nayo. Sasa kwa sababu niko na lengo ya kutaka kuonesha ni jinsi gani huyu mjamaa kafanya mauaji na hizi maushahidi ambazo nimezipatanisha kwa kiapo ambayo inaipeleka ICC. Na hiyo kiapo tayari imekamilika, jambo ambayo tumeiumiza sana jeshi leo kwa sababu nimewaonesha hizo vitu zote. Naomba sikiliza hii taarifa, isikilize sauti yake na aseme sio yeye. Wamemshusha. Wamempaisha. Mapema. Asa wamemshusha. Anasikiliza na yeye huko. Nimeshare nani hapo? Nimeshare hiyo link, unasoma kuna picha zimepigwa za zamani kabisa. Wamekaa meza moja na Samia au jamaa. Ndio maana katika ile documentary hapo jamaa anakuambia kwamba kinachotokea chote wanaojua, kuna sehemu ananukua anasema hivi, Samia alijua anachokifanya na waliomjua Haji Omari hawakushangazwa na haya mauaji ya vijana kwa maelfu ya baada ya uchaguzi. Yeye ndiye aliratibu vikosi vya Zanzibar na Uganda vifanye mauaji ya vijana hawa. Alikuwa ameteuliwa akingoja siku kama hiyo iwadie. Haji Omari ni Mafuele Bashite plus. Mafuele cha mtoto, Bashite cha mtoto, na Samia alivyomteua kumweka Ikulu na akawa ndo mshauri wa rais. Watu wote walikuwa wanajua. Wale watu Tumbatu wanakotoka, jamaa anatoka Pemba huko Tumbatu, wanafanya sherehe alivyoondoka kwa sababu kawaua sana. Katengi sio mazombi. Kwa hiyo Samia ana picha. Kuna picha kapiga Samia na huyo Haji Omari wamekaa kwa pamoja. Kwa hiyo watu wanakuambia hivi kwamba hivi vitu Samia alikuwa anavijua, kamleta yule mtu makusudi kumweka mshauri wa rais. Unaambiwa hakuna mtu yote anayesikilizwa, hakuna CDF, hakuna mkuu wa usalama anayemsikiliza Samia, ndio jamaa. Na huyo jamaa anaua, ndio maana huyo jamaa analia. Mambo aliyofanya huyo jamaa ni hatari. Soma ile documentary utaiona. Noma huyo jamaa. Kwa hiyo hiyo picha za Samia kabla hajakuwa rais anajuana na huyu mtu way back huko. Kwa hiyo kumchukua kumweka pale katufanyia makusudi, anajua anachokifanya. Haji Omari Mafuele Bashite plus, mpaka sasa hivi mabinti zake wawili wameteuliwa kuwa wabunge wa viti maalum kati ya wabunge 113 wa CCM. Pia amejilimbikizia utajiri mkubwa wa magorofa, magari, ardhi, mashamba na mengine mengi kwa shughuli zote hizo walifu wafaziwa na dola. Umeona kazi hiyo? Alafu umesikia kuna mtoto wake hapo kwenye hiyo na TikTok amesema huyo ni babangu, mimi nikimbia alitaka kuniua. Si umesikia? Baba yake. Watoto wake wameshauriwa, watoto wake wale wameteuliwa kwa wabunge na Samia. Hii picha siwezi kuishia, nitaishia vipi picha ya Samia na huyu jamaa? Way back. Watu wanakuambia hivi, watu wanaomjua huyu jamaa walivyomuona Samia kamteua huyu walijua tu kinachotokea nini. Yaani walijua tu kwa sababu huyu jamaa ni hatari. Na swali, teua kama nani samani? Mshauri wake mkuu wa Ikulu. Yuko Ikulu jamaa, yani ukimkamata huyo, mimi kuna mtu aliyewahi kunipenyezea kwambia yani kuna Mpemba mmoja huyo. Unamwona Abdul ukimtafuta ukipitia kwa huyo Mpemba yani Abdul hata ukiwa na issue gani akatai. Ndio huyo jamaa. Hii picha imepigwa miaka ya nyuma, isee technology ya kitu hatari sana. Hii Samia hajakuwa hata makamu wa rais picha. Wamekaa kwenye meza, marafiki, kuna mtu kakaa katikati yao, pembeni yuko jamaa anatabasamu na Samia meno kakenua meno mpaka nje na ushungi wake. Kabla hajakuwa rais, ni picha ambayo inaweza kuwa imepigwa hata miaka 20 iliyopita. Huyu mtu wa Zanzibar huko wa Pemba wanafanya tafrija baada ya kuondoka. Walikuwa wamejificha maporini, walivyosikia anaondoka huyu mtu akawa anafanya sherehe. Sasa rais kwa nini amweke mtu kama katika ofisi? Kazi yake huyo jamani chinja. Hii historia yake inasema hivi. Ngoja nisome kidogo kama namsubiria huyo mtu. Haji Omari Heri, mshauri wa rais Ikulu, anahusika na mauaji uchaguzi 2020 na 25, 100%. Haji Omari Heri,
Kwa vile hakukuwa na utunzaji wa kumbukumbu zozote miaka hiyo, inakisiwa kuwa Haji Omar Heri alizaliwa kisiwa cha Tumbatu mwaka 1960. Alizaliwa katika umaskini uliopindukia. Hata katika standard za kisiwa hicho alichozaliwa pia alikuwa ni maskini. Alimaliza masomo yake kidato cha 3 mwaka 1978. Pamoja na kuwa darasa lao la mwaka 1978 lilitoa karibu nusu ya darasa kuendelea na kidato cha 4 huko mjini, safari yake ya kielimu ilishia hapo kwa sababu ya uwezo wake mdogo sana darasani. Darasani yeye maisha yake yalikuwa backbencher. Mwalimu akiuliza swali ni wale wanaojificha chini ya meza. Alikuwa hashiriki michezo kama vile football. Jambo lilompa burudani peke yake pale skuli ni kucheza gwaride. Pamoja na kuwa alimaliza kidato hicho cha 3, Haji Omar Heri anasoma na kuandika kwa shida sana Kiswahili. Kiingereza hawezi kusema au kuandika hata sentensi moja. Kwa kifupi ni pocho zaidi ya pocho. Baada ya kufeli kidato cha 3 na baada ya kuona ugumu wa kazi ya uvuvi pale kisiwani, bila kusema nyoko kugeuka nyuma, alichukua mkoba wake wa ukili akayomea mjini mtaa wa Gulioni. Maisha ya Gulioni hayakuwa rahisi, na baada ya mwaka akajikuta ameangukia Maandazi Road Msasani, Dar es Salaam. Hapa Msasani aliungana na kaka zake wawili, Kaiza na Utambo. Wakati wa mchana muda wote walikuwa Msasani, soko la samaki, wakifanya ubangazaji maarufu wanaita kupapatua, lakini kazi hasa iliyoleta kipato ni utapeli na uhalifu. Kaka yake Utambo amefungwa mara kadhaa kwa uhalifu, na miaka hivi karibuni alikuwa akitumikia kifungo chake Shimo la Tewa, Mombasa. Mwaka 1965 Haji Omar Heri alirudi Gulioni Zanzibar na kujiunga na maskani ya CCM na kuwa kada mkereketwa katika uchaguzi wa kwanza vyama vingi. CCM walikuwa wanahangaika na mtu wa kumsimamisha jimbo la Tumbatu. Katika hali iliyoshangaza, wengi wakamsimamisha Haji Omar Heri katika nafasi ya baraza la wawakilishi. Matokeo ya uchaguzi, Haji Omar alishindwa vibaya sana na akawa analia alipokuwa kwenye mtumbwi akielekea Mkokotoni kuja mjini. Watu waliachwa hoi pale bwawani Zeki ilipomtangaza Haji Omar Heri kuwa ndio mshindi. Watu waliachwa hao pale bwawani Zeki ilipomtangaza Haji Omar Heri kuwa ndio mshindi. Natokea hapo Haji Omar Heri amekuwa mwakilishi wa jimbo la Tumbatu kwa vipindi 5 mfululizo. Wakati wa kipindi cha urais wa Dr. Shein alichaguliwa kuwa waziri wa vikosi, na hapo ndipo rangi halisi ya Haji Omar ilipojulikana. Marehemu Maalim Seif amemtaja majukwani na kuelezea uovu wa mtu huyo uliopindukia. Haji Omar ndio muasisi wa vikundi maarufu vya Zanzibar vya Janjaweed na vikosi kazi vyote vya kihalifu ambavyo vimeumiza, kutesa, kuteka na kuua watu nyakati za chaguzi zote za Zanzibar. Mwaka 2023 Haji Omar alitolewa na Rais Samia kuwa ni mshauri wa rais. Samia alijua anachokifanya, na waliomjua Haji Omar hawakushangazwa na haya mauaji ya vijana kwa maelfu baada ya uchaguzi. Kuna picha hapa ya Samia na Haji Omar, ngoja niipige niweke kwenye profile langu. Kwa hiyo tuna rais mshenzi sana ambaye anachukua watu wenye sifa mbaya kwa makusudi, yani wajemmalizia kazi zake yeye. Yani anatumia hiyo umetoa wapi? Ulikuwa unasomea wapi? Na mimi kaangalia hizo. Hiyo link nimetuma, hiyo na picha zake na picha zao wote nimetuma kwenye nani, ukiangalia kwenye chat kitu nilichotuma ndio hicho. Jamii Forum iko Jamii Forum. Ameituma hapo chini. Na kule kwenye grupu mimi pia nimeiweka dada Livo, mkifungua hiyo posti niliyotuma hapo mtaiona hiyo picha. Sawa, asante dada. Asante. Tutume hizo jamani, tueneze habari kwa kweli. Nasikitisha sana. I don't know. Nani Habiru amesema anakuja, kuna information ambavyo nyingine anataka kuzishare, amesema anakuja, lakini I think nimemsikia huyu Sama amesema kwamba kaka hizi ulisema alisubmit, anasema kwamba sidhani kama alisubmit kwa sababu anasema kuna nanili The Hague, kuna vitu ambavyo hawajamapprove kuvituma. Sasa sijui, kwa hiyo sasa sijui kama ametuma au hajatuma, lakini hata kuna mtu mwingine ameniandikia kwamba yeye amesikiliza mara 2, anasema kwamba hajazisubmit hizi document, amepeleka affidavit. Lakini tunawezekana labda tumesikiliza tofauti, lakini naona kwamba kuna watu hata 2 3 wameniambia kwamba hajazisubmit hizi evidence, lakini kabla hajamteka simteki kabisa. Hiyo picha niloweka ndio jamaa. Kuna jamaa mmoja anaitwa ni mpambe sana wa nani huyu alokufa. Huyu nani alikuwa ICT amekufa yule. Aligombea urais ndani. Jamaa Maalim Seif.
Sio huyo bwana. Alikuwa ndio Kikwete. Nani huyu? Huyu nani Membe. Mshikaji wake karibu sana anaitwa Ngoti. Nadhani watu wanafuatilia sasa watamjua jamaa. Kuna clip moja ameituma. Nataka tuisikilize hapa. Sijui kwa nini ameituma hii clip. Nashindwa kuelewa. Nataka Alpha angekuwa hapo angeranii sana. Kwa sababu alituma clip kipindani akamwambia serikali mrudisheni Warioba msilete usenge. Alipost hiyo clip. Sasa hapa amepost clip moja iko hivi. Hiyo hapa. Oi. Jeshi letu la polisi zidisheni usmart. Hiki kinachoitwa tarehe 9 Disemba inaandaliwa kwa umakini na kwa very smart. Kuna Wajerumani, tafuteni mtu mmoja anaitwa Steve. Wanataka kuangusha serikali yetu. Wako very smart. Very smart. Pesa zinatoka, vikao vinafanyika, simu zinapigwa. Na waombeni muwe very smart kuliko wao. Wanataka kuifanya kisayansi. Moja ni moja tu, kwamba tumefanikiwa kuangusha serikali ya Tanzania. Naomba tuwe smart na tushirikiane. Mshirikishe watu hawa wa kawaida kabisa hawa. Wana taarifa pale White Sands, Serena, Courtyard, Ologo. Naomba tuwe makini sana. Wana akili sana. Wazungu wana akili sana. Lakini kwa hapa naomba tu approve kwamba Tanzania is a very strong territory. Kaangusha huko Zimbabwe, wapi. Sio Tanzania Mwalimu Julius Nyerere. Please. Ila naomba mshirikishe watu wa kawaida kabisa. Watawapa taarifa. Wanaongwa ili msipate taarifa. Logos. Jeshi letu la polisi. Huyo ni nani huyo? Huyo anaitwa Ngoti, sijui Ngoti alikuwa mpambe sana wa Membe. Juzi kati alituma clip moja kwenye group. Akawa anazungumza anasema kwamba mrudisheni mzee wetu Warioba msilete usenge. Alikuwa anafoka sana ifokea serikali. Kipindi kile ilisemekana kwamba Warioba alikuwa chini ya ulinzi. Alpha ndo akanambia huyo jamani Ngoti alikuwa mpambe sana wa Mende. Sasa hivi katuma hiyo clip hivyo. Anasema kwamba anaambia jeshi la polisi kweni smart, ya watu wako smart sana. Pesa, yani wa Tanzania wamezoea pesa, kila kitu pesa. Eti pesa zinatoka Ujerumani, pesa. Nani anaongwa jenzi? Yani wao kila kitu hela. Hamna kitu kinachofanyika bila hela. Yani wanaamini hela ndio inaweza kufanya kila kitu, ikanunua kila kitu. Yani wao ukiona kitu wanajua kwamba kuna hela zinatoka sehemu gani. Yani wanajua ni hela tu, kwamba Tanzania sasa hivi hafanyi vitu kwa sababu ya hela. Jenzi wataongea maongezi yao usiku. Yani mimi nimejua hizi movement ukiziingizia hela zinakuwa sio za ukweli. Zinawagaa watu. Angalia Sauti ya Tanzania ilikuwa kila siku hela, mambo hayaendi. Jenzi wanaongea na Abil, usikii mchango, usikii hela, usikii nini, na mambo yanakwenda kweli kweli. Kwa hiyo watu wengi walizoea kila kitu hela shingapi? Mimi nafurahi kusikia kumbe wao pia ni huko matumbo joto wanajambishana kweli kweli.